Wote mnatambua kuwa mkaguzi anatakiwa kuwa mwadilifu na mwenye weledi katika kutambua ubora na usalama wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Hivyo, ni kwa kuzingatia umuhimu wetu na michango yenu, ndio maana leo tunakutana ili tuweze kukumbushana miiko ya wakaguzi na mambo mengine muhimu katika utekelezaji wa majukumu yetu kwa lengo kuu la kulinda afya za watumiaji wa bidhaa hizi ambao kimsingi ni sisi wenyewe pamoja na familia zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, majirani na marafiki zetu. Nimeambiwa kuwa katika mafunzo haya mtafundishwa pia jinsi ya kutambua bidhaa duni na bandia, mbinu za ukaguzi na utunzaji sahihi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi, na mwisho mtapewa vyeti ambavyo ni kumbukumbu muhimu sana kwenu. Wote mnatambua kuwa Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba haiwezi kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi bila ushirikiano wenu. Ni imani yangu kuwa kwa kufanya kazi kwa ushirikiano mtaweza kuelewa matatizo yaliyopo yanayohusiana na usalama na ubora wa bidhaa zinazodhibitiwa na TMDA, na hivyo kuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba sheria ya dawa na vifaa tiba sura namba 219 inatekelezwa na wadau wote kwa ufanisi. Wapendwa, tuelewe kwamba sisi ndio tuko karibu na wananchi. Kwa hiyo sisi ndio tunajua kwamba hawa wananchi wanahitaji kupata huduma bora na kulinda afya. Sasa TMDA wenyewe hawawezi kufanya hii kazi. Ndio maana wamekasimisha madaraka kwetu ili tuweze kufanya hizi kazi. Kwa hiyo leo ni muhimu kwamba kila mmoja wetu aweze kujitahidi na kuona kwamba analo jukumu kubwa sana la kulinda afya za wananchi kwa niaba ya TMDA. Ndugu washiriki, natambua kuwa uwepo wa dawa duni na bandia ni janga la dunia nzima kwa sababu ya utandawazi. Hivyo, ninawataka ninyi kama wataalamu mnaosimamia dawa na vifaa tiba katika halmashauri zetu, kompyuta na zinafanana sana na zile ambazo ni halisi. Kwa hiyo na sisi pia tunatakiwa tuwe weledi na hii sayansi ili uweze kutusaidia kubaini sasa ni dawa ipi ambayo ni bandia, ni vifaa vipi ambavyo ni bandia, ili tuweze kuwasaidia na kubaini kwamba hivi vitu tunaweza kuviondoa kwenye soko ili kuwasaidia watu wetu waweze kupata bidhaa ambazo ni bora kwa ajili ya afya zao. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sote kuwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunadhibiti na kuweka na uwe na uwezekano wa kuongeza udhibiti ili kuwa na dawa na vifaa tiba ambavyo ni kwa ajili ya watu wetu. Kufuatia changamoto mziibua, wekeni mikakati na maazimio ya pamoja juu ya namna bora ya kuimarisha udhibiti wa bidhaa hizi hapa nchini, hususan katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo tunafanya kaguzi mbalimbali kama mamlaka na tunawashirikisha watu kutoka TAMISEMI au wataalamu kutoka TAMISEMI na wafamasia, kuna wataalamu wa maabara, kuna madaktari wa mifugo. Hawa wote tunashiriki nao kulingana na bidhaa ambazo zinafanyiwa udhibiti ili tuweze kuhakikisha kuwa bidhaa hizo zinakaguliwa ipasavyo kabla ya kwenda kwa mtumiaji wa mwisho. Sasa wakati wowote unapokwenda kufanya ukaguzi lazima uwe na uelewa, uwe na elimu fulani kuhusiana na kinachokwenda kukagua ili ujue unakagua nini na unataka upate kitu gani au matokeo gani ambayo atakusababishia wewe uweze kuhakiki kwamba hii bidhaa ni salama na bora kwa matumizi. Kwa hiyo ili tuweze kufanikisha hilo, tumewaita wataalamu hawa wa famasia, wataalamu wa maabara, wataalamu wa dawa za mifugo, madaktari wa mifugo kwa ajili ya kuja kuwapa sasa uelewa wa jinsi ya kufanya ukaguzi, lakini pia na jinsi ya kufuatilia bidhaa hizi zikiwa sokoni kwa ajili ya kulinda usalama, ufanisi na ubora wa bidhaa. Tumefanikiwa kupata mafunzo haya ya ukaguzi kupitia shirika la taasisi ya TMDA, ambapo kwa upande wangu kama mimi kama msimamizi wa huduma za maabara nimewezesha kwa kiwango kikubwa kutambua mbinu mbalimbali ambazo zinatumika katika ukaguzi, hasa wa vitendanishi ambavyo tunatumia katika maabara. Kwa hiyo tumeweza kujua namna gani tunaweza kutambua vitendanishi ambavyo ni sahihi, ambavyo tunasema vitendanishi sahihi na vitendanishi ambavyo sio sahihi, yani kama na vitendanishi fake. Kwa hiyo kwa kupitia mafunzo haya
imepata uwezo wa kuweza kufanya ukaguzi katika namna ambayo inaweza kusaidia kuweza kukagua vitu ambavyo ni feki na hivyo kuwezesha jamii kuweza kupata huduma bora na sahihi. Kwa kupitia mafunzo haya inaniwezesha, kwa sababu sisi kama ni wasimamizi wa huduma za maabara huwa tunakuwa na utaratibu wa kufanya usimamizi shirikishi. Kwa hiyo kwa kupitia elimu hii niliyopata nitakwenda kupeleka elimu kwa wataalamu wenzangu katika maabara mbalimbali katika ngazi ya halmashauri ili nao waweze kuwa na ule uwezo ambao wa kuweza kutambua hizo bidhaa ambazo ni feki hasa kwa maabara. Swala la dawa, kuweza kutambua dawa za serikali, serikali yenyewe inapaswa iweke mkazo na msisitizo kufuatilia kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara za dawa, kwa sababu dawa feki inajulikana na dawa original inajulikana. Tunaitambuaje dawa original na dawa feki? Dawa original tunaitambua kupitia vielelezo vya serikali. Dawa za serikali zote zina muhuri wa serikali, na dawa ambazo si za serikali hazina muhuri wa serikali. Sasa hiyo ndio njia mojawapo ya kuweza kuitambua dawa feki na dawa original. Kwa hiyo ushauri wangu mimi kama mwakilishi wa chama, serikali ihamasishe wananchi na ipange semina kwa wananchi wote, wapewe elimu. Wengine ambao hawaelewi waweze kuelimishwa kwamba hii dawa ni feki na hii dawa ni original. Ni wachache, sio wote ambao wanaweza kujua hii dawa ni feki na hii dawa ni original. Halmashauri na pia yameweza kutuwezesha kuweza kutambua bidhaa bandia za afya ambazo zitakuwa ndani ya halmashauri. Hivyo tutaweza kuibua changamoto ambazo zinaweza kutokea katika maduka au sehemu ambazo bidhaa hizo. Tumepata mbinu ambazo zinatuwezesha kuibua bidhaa ambazo hazijasajiliwa, kwa sababu ni jukumu letu kama wataalamu kuweza kuibua changamoto kama hizo na kuweza kusaidia mamlaka. Mwenye duka sio mfamasia na mwenye duka hana utaalamu wa dawa, lakini imewekwa leseni, na kutoka hapo saa nyingine ni mtu wa kawaida. Maduka mengi tumeyakuta yakiuzwa na watu wa kawaida, hawana kabisa utaalamu wake. Anaelekezwa tu namna kutoa dawa, ni kama vile anauza begi la nyanya. Na wakati mwingine wamekuwa wakifanya hata kazi za kitabibu ndani ya maduka ya dawa hayo, hata kuchoma sindano. Na wakati mwingine wanafanya haya mambo mengine yasiyokuwa ya sahihi kabisa katika utaratibu wa afya ya binadamu. Kwa hiyo ninachoshauri au naomba kushauri serikali kupitia taratibu Wizara ya Afya na Vifaa Tiba pamoja na dawa, kwa sababu waangalie sana upatikanaji wa dawa zinaingiaje na zinatengenezwaje, kwa sababu ukiangalia zipo kwa vyovyote viwanda feki. Kama kuna dawa feki, basi lazima kuna viwanda feki vya kutengeneza dawa feki. Kwa hiyo angalia udhibiti wa utitiri vile vile maduka haya, ukaguzi ufanyike, wathibitishe, na ikiwezekana hawa watu wawekewe utaratibu maalum namna ya kupokea hawa wagonjwa katika maduka ya dawa. Kwa sababu tunachangia mno kuharibu afya za watu. Ukiangalia sehemu ya magonjwa kama vile moyo, figo, unaona watu wanatumia dawa ovyo. Kwa ujumla eneo la tiba, najua mara nyingi tunapokuwa na bidhaa bandia kama dawa bandia za kutibu mifugo inakuwa inaugua, inatibiwa, alafu haiponi kiurahisi.